Katika lesson hii tutakwenda kuangalia kuhusiana na templates na vile vile namna gani ya kuweza kustyle templates ndani ya Django. Jina langu ni Hafidh Mohamed kutoka Soma Taaluma, na tayari tumeshaweza kukamilisha vitu vingi sana ndani ya Django, na kwa kuelekea ukingoni wa kozi hii tutakwenda kuangalia kuhusiana na templates. Tukumbuke kwamba templates hizi ni zile page ambazo tutakuwa naziona user. So tutakwenda ku close hizi pages zetu ambazo tutakuwa tupo nazo, na hii clear. Then tutakuja katika project yetu, same directory level ambayo tulikuwa tunayo hapa baina library na hizi nyingine. Tutakwenda ku create folder letu ambalo tutalita templates. Then ndani ya templates bila shaka tutahitaji kuweza ku create base.html, ambapo hii tunaweza tukaitumia kama ndio ile main style ya website yetu ama ya web page zetu ambazo tutakuwa tunazitumia, au tutakwenda ku style hii, then vitu vingine vyote tutakuja kuvipata kutokea hapa. So as usual, hapa ni basic HTML ya kawaida ambayo bila shaka nategemea itakuwa tunaifahamu. So tutakuwa tuna doctype ambayo ni HTML, tutakuwa tuna HTML yetu ambayo language itakuwa ni SW, kwa maana ya kwamba ni Swahili. Okay. Bila shaka tutakuwa tuna head, ndani yake tutakuwa tuna meta okay, sawa, meta charset sawa na UTF-8. Okay, nimesahau kuifungua huko. Yes. Meta. Sawa. Bila shaka vile vile tutahitaji kuweza kuwa tuna viewport, na itakuwa ni meta name ambayo itakuwa ni viewport. Hapo tutakuwa tuna content ambayo ndani ya content tutakuwa tuna width ambayo itakuwa ni sawa na device width, lakini vile vile initial scale ni 1.0 ama ile zoom ambayo inakuwa inakuja directly wakati wa page yetu inapofunguka. Bila shaka tutahitaji tuwe na title ambayo itakuwa ni mfumo wa maktaba, na pengine Soma Taaluma. Ndio tunaweza tukaipa kwa Django. Okay. Lakini vile vile kwa vile tunakwenda ku style, unaweza kutumia styling yoyote ambayo utakuwa unaitumia, lakini kwa upande wangu mimi natumia zaidi Tailwind CSS. Kwa hivyo tutakwenda kuingiza CDN ya Tailwind CSS ambayo ni script, source yake ni sawa na https://cdn.tailwindcss.com. Then tutakwenda ku close script yetu. Nadhani unaweza ukaangalia moja kwa moja documentation yake. Kama utakuja zako hapo utaandika Tailwind. Okay. Tailwind CSS ina documentation yake hapa ambayo unaweza kuitumia katika frameworks za aina mbalimbali. Ni nzuri katika masuala mazima ya stylings, na imekuja na vitu vingi sana. Ni kwa upande wangu ndio ambao naitumia katika projects na mifumo ya aina mbalimbali. So katika tutorial hii pia nitatumia hiyo Tailwind CSS, lakini una uwezo wa kutumia framework yoyote ya CSS ile ambayo utakuwa unaijua, ama hata kuweza kutumia styles za kawaida za CSS, kwa sababu hii ni kama kawaida tu ni kuweza kuzistyle page zetu za kawaida za HTML zile ambazo tulizokuwa tumezizoea. So bila shaka tutakuwa tuna body. Think kwa upande wa body hapa itakuwa nina class, nitakuwa na background yangu maybe iwe ni gray, so itakuwa big G minus gray minus 100, iwe ni light kidogo. Hizi ni classes za Tailwind CSS. Narudia tena, ni classes za Tailwind CSS. Kama haifahamu
unaweza kuikopia moja kwa moja, au unaweza kwenda kuiangalia Tailwind CSS then ukaja kutumia, au kutumia custom classes ambazo wewe unazifahamu by CSS ama Bootstrap au framework yoyote ile ya CSS ambayo wewe unaifahamu. Kwa upande wangu natumia Tailwind CSS. So tutakuwa tuna nav, ambapo ndani ya nav nabidi tuipe class nayo. So class yake hii ya navigation bar maybe tunaweza kaipa bg -blue, pengine iwe ni 600. Think itakuwa inatosha. Text zetu ziwe ni white, maybe na padding iwe ni 4, shatosha. Then ndani yetu humu, ndani ya nav yetu au ndani ya nav bar yetu tunahitaji kuwe tuna container, ambapo ndani ya hii container maybe tuwe tuna class nyingine ambayo itakuwa ni maybe mx auto, iwe ni flex to justify between. Okay, then think tabidi tuwe tuna heading 1 and tunaweza kaipa maktaba yetu pengine sawa na heading 1 yetu. Tunaweza nayo tukai style ambao tuna text -2xl, lakini vile vile maybe tukaipa font bold. Think hapo itakuwa inaonekana vyema. So tukirudi hapo chini tutakuwa tuna dot space -x -4. Hapo ndani yake tunaweza tukawa tuna links zetu. So okay, itakuwa ni link hyperreference iwapo be class hiyo hapo class hiyo hapo. So hapo hizi tutazitaji, tutaziduplicate, hizo ni 3. So hapa maybe tunaweza tukamwambia nyumbani, ama wengine ndio tumezoea kusema ni home. Hyperreference hapa tunakwenda tuna pass moja kwa moja za Django. Tunaweza kutumia %, then tutaandika ni URL, ambayo URL hiyo ina jina la home, ambapo hii name ukikumbuka ndizo ambazo tulispecify katika URLs. Yep. Home tulipa name ya home. Bila shaka hizo unazikumbuka vyema kabisa. So vile vile tutahitaji kuweza kuistyle nayo, tuweze kuipa some classes. Maybe tunaweza kumwambia hover iwe ni underline. Okay. Then chini yake hii maybe menu ya pili hii itakuwa ni vitabu. Tuweze kuona vitabu vyetu in terms of classes ya hii. Tunaweza kumwambia on hover na kwa ile underline, maybe na hii ya chini kabisa hii iwe pengine admin, bila kuingia kwa admin kule, maybe nayo tutaipa iwe ni hover nayo ni underlined wakati hapo hovered. So hapa tutakwenda kurender moja kwa moja %, tunamwambia hiyo URL ambayo hii yenye name ya admin index. Okay, then tukija zetu hapa %. Okay, %. I think now ni vile vile URL ambayo ina name la book -list. Okay, hapa tunakwenda kuzipass moja kwa moja URLs ambazo zina haya majina. Tunazichukua moja kwa moja kutoka katika Django na tunazipass moja kwa moja, na hii ni miongoni mwa uzuri wa Django template, yani tunavuta tu information moja kwa moja katika Django yetu. Hatuja create API wala mambo mengine.
So baada ya hapo, baada ya navigation bar, bila shaka tunahitaji kuweza kuwa tuna main content. So tushuke mpaka mwisho hapa, inabidi tuwe tuna main, ambapo katika main tutakuwa tuna blocks nazo. So bila shaka tutahitaji kuingiza block, ni block ambayo ni content, and maybe tunaweza tuka end block baada ya hapo. Okay, tuka end end block. Okay, maybe na hii main tunaweza tuka style ambayo ikawa ni container maximum auto, margin top maybe iwe ni 8 na padding maybe iwe ni 4. Okay, I think hapo itakuwa sio mbaya. And tutahitaji kuweza kuwa na footer. So tutakuwa tuna footer, ni imani yangu kwamba vitu vyote vinavifahamu. Container. So ndani ya container hapo tunaingiza mwaka moja kwa moja, and copyright maybe ni 2025 maktaba yetu. Ni soma taaluma Django course. Okay, maybe tunaweza tuka style zaidi footer yetu, tunaweza tukamwambia maximum auto, maybe vile vile tunaweza tukaipa text center, and footer yetu na tunaweza tuka style vizuri zaidi, maybe tukawa tuna background ya gray, lakini iwe ni dark gray, maybe kama hapo. Okay, text zetu ziwe ni white, maybe padding iwe ni 4 na margin top iwe ni 8. Okay, I think hapo base template yetu itakuwa imekaa vizuri. So tumekwenda kurender dynamic, tumetumia brackets pamoja na percentage kwa kurender dynamic informations, same as hapa katika block content na end block. So tumeweza kucreate base template yetu, kwa maana hiyo templates nyingine ama page nyingine zote zitakuwa zinachukua hii main template yetu, ama tunakuja kufanyia inheritance. Maybe tunaweza tukaja moja kwa moja katika templates zetu humu. Katika templates tunaweza tuka create file letu ambalo tukalita ni library. Then ndani ya file letu hili la library tukaja tuka specify book_form.html. Then ndani ya book.html hapa tunahitaji kuweza kuitumia ile base ambayo tayari tushatengeneza. So kama kawaida tutumia na percent zetu, tutamwambia extends, then moja kwa moja tunaipass base.ht. Tunaipitisha moja kwa moja ni base.html, kwa maana ya kwamba moja kwa moja tuna extend, tunachukua ile kule, alafu information nyingine tunakuja nazo mbele. So unakumbuka katika base yetu hapa tulispecify kwamba tuna block content, so same kitu hichi na huku tutahitaji, ama vyote viwili hivi tutavihitaji. So tutavichukua, tutakuja nayo. So it means by any page ambayo utakokuwa unaitengeneza, hivi vitu unaweza ukawa unavitumia. So turudishe nyuma, and then hapa kati sasa ndo tunakwenda kupass content za page yetu husika. So hapa tunahitaji kuweza kuingiza information zetu, ama tunahitaji kuweza kuivuta ile form yetu tuweze kuja kuiona hapa katika page yetu hii. So moja kwa moja tunaweza tukamwambia maybe maximum width iwe ni 2xl. Okay, maximum width ni 2xl. Tuna mx auto, lakini vile vile tutakuwa tuna background ambayo iwe ni white, pengine tutakuwa tuna padding 6, maybe tuwe tuna rounded large, pengine tuwe tuna shadow medium. Okay, then ndani yake tunaweza tukawa tuna maybe heading 2, ambapo ndani ya heading 2 hii
tunaweza tuka pass some information. Okay, sawa. Tuipe class kwanza, tu style ambapo iwe ni text -2 XL, alafu tuna font bold, lakini vile vile tuna margin bottom ya 6. Then ndani ya heading yetu hii tutakwenda ku render if object, kama utakuwa na object ambayo itakuwa ipo, then moja kwa moja tutaandika hariri kitabu, sawa. Okay, alafu tutarudia tena, tuweka else it means kama hatuna kitabu chochote. Moja kwa moja tutakuja zetu mwisho hapa, tutamwambia ongeza kitabu kipya, then tunakwenda ku end if. So tukishusha, okay, so this means kwamba hata katika page yetu if zinafanya kazi. Make sure unatumia brackets, curly bracket pamoja na percent yako, unaandika if, unakwenda ku specify information yako ama kile kitu chako ambacho tutakuwa tunahitaji kuweza kukiangalia na kuweza kurender as a information. So part nzuri zaidi katika lesson hii ni kuweza kuitengeneza sasa ile form moja kwa moja kaja zake hapa. So tutakwenda kumwambia form ambayo itakuwa ina method yetu ya post. Okay, hatuhitaji kuweza kuwa na action, vitu vyote tayari vishakuwa handled. Then katika form yetu hapa tunahitaji kuweza kupass CSRF_token. Hii ni kwa ajili ya security ya forms. Kwa hiyo make sure unaiweka, usipoiweka bila shaka itakuletea error. Lakini vile vile tunahitaji kuweza kuwa tuna space y4 maybe. I think hapa sasa ndio tunakwenda kuirender ile form yetu yenyewe moja kwa moja. Tunamwambia form.ace_p. Okay, fine. Then baada hapo nafikiri baada ya hii division hapa tunaweza tukaja tuka create button yetu kwa ajili ya kuweza ku save na ku cancel. So tutamwambia .mt6, yani margin top 6. Maybe tunaweza tuka style kabisa kwenye button zetu iwe ni flex, alafu tuna space x4, and then hapa tutajua tuna button, and then katika button yetu hii tutamwambia ni hifadhi, ama wengine mnasema nini, save. Okay, button yetu tunaweza tuka style type ikawa ni submit, and then button yetu hii tukaipa tuna class ikawa na background ya blue ambayo ni 600, maybe na tatizo. Text iwe ni white, itaonekana vizuri. Then tuna y2 maybe iwe ni rounded, alafu itakuwa kwa hover. Background yetu maybe ni blue 700. Okay, then vile vile tunahitaji tuweze kuwa tuna URL chini ya hii button yetu. Okay, tutakuwa tuna hyper reference ambapo nayo tutakuja kupass URL yetu ambayo itakuwa ni URL ni book minus list. Okay, then tukielekea mwisho kabisa tunaweza tukaistyle kabisa maybe wa bgg minus gray minus 500. Hii itakuwa button ya ku cancel so text minus white. Vile vile tutahitaji padding haya hapo iwe ni 2 maybe inatosha, iwe ni rounded button on hover. Background yetu iwe ni gray,
iwe 600. Okay, then hapo moja kwa moja tutamwambia ghairi, yani cancel. So now tumeweza kutengeneza button zetu. So maybe tunaweza tuka style baadhi ya vitu baada ya form yetu kuifunga hapa. Before going to div, tunaweza tuka create style ya kawaida, then ndani ya style yetu hii tukazi style kwa vile zitakuja hazitakuwa na style zile inputs zetu kutoka katika form yetu. Tutamwambia moja kwa moja maybe dot form minus input, alafu tuta apply kwa vile hapa tunaona kutumia Tailwind moja kwa moja. Tutakuwa ni width iwe ni full, padding ni 3, iwe ni 2, maybe border iwe nayo iwe na border minus border, maybe gray tunaipa color ya border, maybe iwe ni 300, iwe ni rounded medium bora. Alafu tunaweza tukaseka focus outline none, maybe tunaweza tukipa focus ring iwe ni 2, focus maybe iwe ni ring blue 500. Okay, then tuta end hapo. Alafu maybe tunaweza tuka form P na tuka apply margin bottom 4, it's okay, nimesahau a hapa, apply, yes, okay. Lakini vile vile tunaweza tukamwambia form label, alafu naye tuka apply Tailwind CSS, apply, naye tukamwambia iwe ni block, iwe ni text small, font medium, text iwe ni gray, iwe ni 700, margin bottom maybe iwe ni 1. I think hapo itakuwa inaonekana vizuri na tutakuwa tumekamilisha kuweza kutengeneza form yetu ama form ambayo tutakuja kuiona katika lesson ambazo zinafuatia hapo mbele wakati wa kwenda kuzi update, kwa sababu tumeweza kufanya changes za aina tofauti tofauti, lakini hatuja kwenda kubadilisha kule katika URLs kwamba tuna vitu vipi ambavyo tulivyoongeza, ambacho nafikiri kitu hichi ndio kitakuwa tunaenda kumalizia kozi yetu hii ya Django.